Ndugu waandishi wa habari na wananchi kwa ujumla, hili ni tamko ambalo sisi kama Jumuiya ya Maridhiano na Amani Tanzania tunalitoa wakati huu ili kuleta ustawi wa haya ambayo yanayoendelea hivi sasa nchini. Kama tunavyoona sura ya mkutano wetu, ni sisi viongozi wa dini zote tumekaa pamoja na hatuna uhasama hata kidogo wa kidini. Tuna upendo wa dhati na wala agenda zisibadilishwe zikatufanya sasa ni kadhia inayohusiana na kidini na watu wa dini tukajiingiza katika mambo ya kisiasa. Na mambo haya ndiyo ambayo mara zote katika nchi mbalimbali duniani ndiyo mambo yanayosababisha kuvurugika kwa amani. Tanzania yetu amani kwanza. Waheshimiwa viongozi mliopo hapa, mashehe na maaskofu, wachungaji, mapadri na maimamu wa Jumuiya ya Maridhiano na Amani Tanzania, nisingeweza kuwataja wote kwa kuwa tayari mmeshatambulishwa. Waheshimiwa waandishi wa habari mliopo hapa, leo ni siku ambayo sisi kama Jumuiya ya Maridhiano na Amani Tanzania, ambayo inayoundwa na viongozi wa dini mbalimbali nchini na viongozi wa mila, kwa umoja wetu mnatuona hapa tulipo, tumekutana kwa kadhia moja tu, ambayo ni kutoa tamko kama jumuiya baada ya kuona yale yote ambayo yaliyojiri katika nchi yetu ya Tanzania na yale yaliyotokea hasa tarehe 29 mwezi wa 10 2025. Tumeshuhudia matamko mbalimbali, maneno mbalimbali ambayo yamekuwa yakisemwa na kuzungumzwa, lakini jumuiya yetu ya Maridhiano na Amani Tanzania ilikaa kimya kwa kipindi kirefu ikitafakari na ikikusanya yale yote ambayo yanayosemwa maeneo mbalimbali. Kwa muundo wa jumuiya yetu huwa tunahitaji utulivu sana, lakini baada ya utulivu huo tumeona kwamba na sisi tutoe mchango wetu kama Watanzania juu ya kadhia ya yale ambayo yaliyotokea tarehe 29 mwezi wa 10 2025 katika uchaguzi mkuu wa nchi yetu. Ndugu waandishi wa habari na Watanzania wote, kama mjuavyo ni kwamba taifa limepitia katika kipindi kigumu sana kutokana na kadhia ya tarehe 29 mwezi wa 10 2025 wakati wa uchaguzi mkuu nchini Tanzania. Kadhia hiyo imesababisha hasara ya roho za watu pamoja na uharibifu wa miundombinu na mali za serikali na watu binafsi. Tunawapa pole familia, ndugu, jamaa na marafiki kwa kupoteza wapendwa wao, na tunamuomba Mwenyezi Mungu azipokee na kuziweka mahali pema kila mmoja panapostahiki kwa wote waliofariki dunia, na tunawaombea majeruhi wapate kupona upesi. Aidha, tunawatakia roho ya subra na faraja ya Mwenyezi Mungu wale wote waliopoteza mali zao na ajira zao. Baada ya kuwafuatilia kwa kina na kutafakari mambo mbalimbali kuhusiana na swala hili, JMAT imeona mambo kadhaa yatokanayo na kadhia hiyo. Moja, yaliyotokea yamezaa chuki na athari kubwa ya kisaikolojia katika akili na mioyo ya watu. Hivyo taifa linahitaji uponyaji kwa waathirika wote. Pili, mshikamano, udugu, upendo na umoja wa kitaifa umeathirika kwa kiasi fulani kutokana na matukio haya. Hivyo yafaa kuziondoa tofauti zetu na kuziba ufa uliojitokeza mapema ili usizidi kuwa mkubwa. Tatu, yaliyotokea na yanayoendelea yameanza kuleta hisia za udini na hivyo kuamsha hisia na mihemko ya kiimani na kidini, jambo linalotakiwa kushughulikiwa mapema, kwani likikomaa linaweza kuleta madhara makubwa kwa taifa. 4, vijana ndio walikuwa wahusika wakubwa zaidi wa maandamano na vurugu zilizotokea, wakishawishiana kufanya hivyo katika mitandao ya kijamii.
5, baadhi ya wanaharakati waliopo nchini na wengi wao waliopo nje ya nchi walichochea machafuko kutokana na kuhamasisha vijana waingie barabarani. 6, hivi sasa vijana wengi wamepata elimu lakini wanakabiliwa na changamoto kubwa za ukosefu wa ajira. Hii imewafanya vijana kuhisi kuwa hakuna matumaini ya maisha bora. Hali imesababisha vijana wengi kukata tamaa na kuchochea machafuko. 7, mitandao ya kijamii imekuwa na jukumu kubwa katika kusambaza taarifa, lakini pia imetumika kuchochea machafuko badala ya kuwa jukwaa na mazungumzo na ufumbuzi wa matatizo. Mitandao hii inachochea mivutano ya ghasia. 8, vijana wengi waliozaliwa na kukua katika kipindi cha serikali ya awamu ya 3 hadi sasa, tunu muhimu za amani kutoka kwa waasisi wa taifa letu hawazijui sana. Yafaa vijana wapate elimu kwamba kwa asili taifa hili linatatua changamoto kwa mazungumzo na maridhiano. Hivyo ndivyo pia tulivyopata uhuru bila kumwaga damu. 9, yaliyotokea Oktoba 29 hayakuwa maandamano pekee, bali maandamano yaliyoambatana na vurugu, uharibifu wa mali na miundombinu mbalimbali ya serikali na watu binafsi. 10, uharibifu uliofanywa ulilenga zaidi mali zilizodhaniwa za wahusika kuwa zinamilikiwa na viongozi wa chama tawala au serikali, pamoja na mali zilizodhaniwa zinamilikiwa na wanaounga mkono chama tawala. Tamko letu sisi kama Jumuiya ya Maridhiano na Amani Tanzania kutokana na hayo ni kama ifuatavyo. Kwanza, ufanyike maombi ya kitaifa yatakayotanguliwa na mfungo wa siku 3. Maombi yawe ya kina kwa watu wa imani na madhehebu mbalimbali, kumuomba Mwenyezi Mungu msamaha na toba ya kweli, na kumuomba Mungu roho ya kutoa msamaha tulipokosewa na wenzetu. Maombi yaratibiwe na kufanyika kitaifa, na pia kwa sababu JMAT ipo vizuri mikoani na wilayani, maombi pia yafanyike katika maeneo mbalimbali kwa mikoa yote na wilaya zote kwa namna moja, na siku moja nchi nzima Mwenyezi Mungu atatenda na kuliponya taifa letu. 2, kuchunguza kisa na mkasa, sababu hasa katika kweli ya Mungu zilizosababisha kutokea kadhia ile. Kujua tatizo ni nini? Kujua tatizo ni nusu ya kulitatua. Jambo jema kuhusu hili ni kwamba Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan tayari ameunda tume ya kufuatilia na kuchunguza kadhia hiyo. Sisi kama JMAT tunaunga mkono na tuna imani na tume hiyo pamoja na wateuliwa wake wote. 3, kufanya maridhiano ya kisiasa kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali yake, kukaa na viongozi wa vyama vya siasa pamoja na uwakilishi wa viongozi wa dini wanaoaminika, kutengeneza fikra njema, huru na misimamo thabiti ili kuunda mwanzo mpya wa kuimarisha mifumo ya kusaidia kuongoza nchi kwa kuaminiwa na wote. 4, kujenga umoja wa kitaifa kwa kushirikisha jamii katika mchakato, hasa vijana na wanasiasa. Yapaswa vijana waelimishwe sana juu ya kuitumia mitandao ya kijamii kwa faida badala ya kutumika kueneza chuki na uchochezi. Hivyo JMAT inaunga mkono kufanyika maridhiano ya kisiasa ili kuponya taifa letu. Kukataa maridhiano si uungwana na wala si ustaarabu, bali ni kulitakia shari taifa letu. 5, kuhamasisha jamii kutoa msamaha wa kweli katika mambo yaliyowaumiza moyo na saikolojia. Daima watambue kwamba kusameheana ni utakatifu.
na kwamba ni njia ya kuponya nafsi binafsi ya anayesamehe. Kutosamehe ni mzigo wenye madhara makubwa moyoni. Hivyo pande zote tunaweza kusameheana ili mambo kama haya yasijirudie tena. 6. JMAT inampongeza kwa dhati na kumshukuru sana Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan na serikali yake kwa kulifungua Kanisa la Ufufuo na Uzima. Hii ni hatua muhimu katika kuleta ustawi wa serikali na waumini wa dini mbalimbali. JMAT pia inampongeza sana Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Mwigulu Lameck Nchemba kwa juhudi anazochukua kurejesha utengamano, upendo, usamehevu, amani na umoja wa kitaifa. 7. JMAT inapinga vikali baadhi ya viongozi wa dini waliotoa maneno makali yanayoashiria kama vile kuna vita na ugomvi kati ya Waislamu na Wakristo nchini, kitu ambacho si kweli kabisa. Sisi tutaendelea kuwa ndugu na wamoja kama Watanzania. 8. Serikali ichukue hatua za makusudi kubaini raia halali wa nchi hii na wageni wanaoingia kila kukicha ili kutambua nia na madhumuni yao, kwa sababu inaonekana kwamba baadhi ya wageni pia walishiriki katika jambo la kuidhuru nchi yetu ya Tanzania. 9. JMAT inalaani matamko yoyote yanayoashiria shari na uhasama dhidi ya serikali na viongozi wake, viongozi wa dini na wananchi kwa ujumla, ikiwa ni pamoja na lugha zisizofaa kama vile kukatana vichwa au uchochezi wa chuki na uhasama kati ya watu wa dini kuu mbili nchini. 10. JMAT inawasihi na kuwaomba Watanzania hasa vijana waone uzito wa yale yaliyotokea tarehe 29 mwezi wa 10 2025 na namna yalivyoligharimu taifa. Hivyo tunawasihi kwa jina la Mwenyezi Mungu muumba wa mbingu na ardhi kutoshiriki tena katika yale yanayosemekana kupangwa kufanyika tarehe 9 Desemba, ambayo ni siku ya heshima kwa taifa letu, siku tuliyopata uhuru. Kufanya hivyo pia ni kujivunjia heshima wenyewe na taifa kwa ujumla. 11. JMAT inampongeza sana Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan kwa hotuba yake aliyoitoa jana tarehe 2 mwezi wa 12 2025 alipoongea na wazee wa mkoa wa Dar es Salaam. Ni hotuba iliyojaa weledi, mwongozo, dira, usalama na ustawi wa taifa letu. Hivyo Watanzania wote wana wajibu wa kumuunga mkono kwa ustawi wa nchi yetu. Wamuunge mkono kwa ustawi wa nchi yetu. Ndugu waandishi wa habari na wananchi kwa ujumla, hili ni tamko ambalo sisi kama Jumuiya ya Maridhiano na Amani Tanzania tunalitoa wakati huu ili kuleta ustawi wa haya ambayo yanayoendelea hivi sasa nchini. Na kama tunavyoona sura ya mkutano wetu, ni sisi viongozi wa dini zote tumekaa pamoja na hatuna uhasama hata kidogo wa kidini. Tuna upendo wa dhati na wala agenda zisibadilishwe zikatufanya sasa ni kadhia inayohusiana na kidini na watu wa dini tukajiingiza katika mambo ya kisiasa. Na mambo haya ndiyo ambayo mara zote katika nchi mbalimbali duniani ndiyo mambo yanayosababisha kuvurugika kwa amani, kwa sababu ya kuvaa majoho ambayo si yetu. Kwa hiyo kwa umoja wetu tumeona kwamba
Tuseme haya na tuwatakie Watanzania wote usamehevu wa kweli, tufanye maridhiano ya kweli, tuzungumze, wastaarabu wanazungumza katika mambo yao, ili kuona kwamba hatimaye tunatibu majeraha ambayo tuliyokuwa nayo. Nawashukuruni sana na Mwenyezi Mungu awabariki sana.